Habari za wakati huu ndugu pioneers, habari wa Tanzania wenzangu, habari wa Afrika wenzangu, mapioneers. Nataka nisemezane na nyie kidogo juu ya mradi wetu huu wa Pi Network. Ndugu zanguni, nimeamua nisemezane na nyie kupitia kwa namna ambavyo mimi nimejaribu kuona mwenendo wa sisi mapioneers kwenye jamii yetu ya Pi Network. Kitu ambacho najaribu kugusia sana hapa ni mtazamo. Yaani mtazamo. Watu wana mitazamo tofauti tofauti sana kwenye huu mradi wa Pi. Mtazamo wa baadhi ya mapioneers wanaona kama mradi wa Pi Network ni mradi ambao ulianzishwa, una malengo, lakini namna ya kushiriki ni kuweza kudownload application na kuenda kumaini. Kwa hiyo mtazamo wa baadhi ya watu wanaamini kwamba ni kumaini tu na kusubiri wale mafundi wetu core team basi waweze kufanya kitu ambacho kinaweza kikaufanikisha mradi ukafanikiwa. Basi kwa sisi ambao tulikuwa tumemaini basi tutakuwa tumeshafanikiwa. Kuna baadhi wanaamini kwamba huu mradi wa Pi Network unahitaji nguvu fulani, yaani juhudi fulani, nguvu kazi fulani ambayo wao wanatakiwa waitoe ili kuweza kufanikisha mradi. Watu hawa wanakuwa wanafanya mambo mbalimbali, kutoa elimu, kuhamasisha, kushawishi na vitu kama hivyo, mambo yenye kufanana na hayo. Lakini watu wengine wana mtazamo tu kwamba mradi wa Pi upo tu, watu wanamaini, lakini yani wao hawana upande wowote, yani hawajui kama ni mradi ambao unaweza ukafanikiwa au unaweza usifanikiwe, yani wao hawajali sana. Kwa ni mtazamo. Lakini ndugu zanguni, mimi najaribu hapa sasa kupitia mimi mwenyewe, hasa kwa siku za hivi karibuni, kwa baadhi ya mapioneers nadhani mmeona jinsi ambavyo nimejaribu kuanzisha ubunifu wangu wa kuweza kuifanya Pi kuwa ni sarafu ya matumizi kabisa. Yani unaweza ukaitumia kwetu hapa hapa Tanzania. Yani mimi ni kama wakala wako, yani Pi wakala. Kwa tunaifanya kwa Pi to M-Pesa. Lakini katika huduma yangu hii kuna watu ambao wameninukuu vibaya sana. Sijajua lakini ni kwa nini, labda kwa sababu kila mtu anakuwa na namna yake ya kufikiri. Watu wamechukulia kama kuanzisha mimi hii huduma, labda watu wanaona kwamba ni fursa. Ni fursa kubwa tu. Nakubali kwamba ni fursa kwa sababu hata ningekuwa mimi ni mtu, sio mimi never give up, yani kuna mtu ameanzisha, yani labda Mr. MM anafanya huduma kama hii. Labda na mimi ningesema ni fursa, ngoja nijaribishe leo kama naweza labda nikapata hata bando na muendea ni boxi kuweza kujua kinagaubaga tunafanyaje tuweze kusogeza siku pate hata bando la MB 200 hapa. Ningeona ni fursa, lakini kwa kawaida ndugu zanguni, naomba tubadilishe mitazamo. Kiukweli yani nawaomba tu tubadilishe mitazamo.
tujaribu kujua. Unajua wanakuambia vile upendavyo kutendewa wewe ndivyo mtendee mwenzio, na vile ambavyo haupendi kutendewa basi usimtendee mwenzio. Kama wewe una maini pai tu free, kama kumaini tu basi na unaendelea na kazi zingine, hakuna siku ambayo labda katika kumaini kwako kuna kitu cha maana sana ambacho labda umekifanya kupitia pai, zaidi tu ya kwamba hata ndugu zako wa karibu, marafiki wanakucheka tu, kwa sababu hakuna mafanikio makubwa sana ambayo wewe unaweza ukajivunia pai. Lakini tunategemea, kwa sababu tunatumaini kwamba ipo siku aibu zetu za sasa hivi zitakuja kugeuka kuwa manukato. Yani huu wenda wazimu ambao tunaonekana tunao kichwani kwa sasa hivi kwenye jamii yetu inayotuzunguka, ndugu zetu wa karibu, kuna siku yani core team watakuja kutufanyia maajabu. Huu mradi kile walichotuahidi kitakuja kutimia siku moja, na sisi tutaonekana tuna akili, yani tutaonekana tulikuwa mbele ya muda. Yani watakuja kujishangaa sana wale wanaotucheka sasa hivi kwamba hakika hawa watu kumbe walikuwa na akili sana bwana. Tukajua labda wanapoteza muda, labda wanaamini vitu ambavyo haviwezekani. Naamini hivyo, ipo siku ya mambo yataani. Lakini sasa ikiwa unajua kabisa kuwa mpaka sasa hivi mradi wako hakuna kitu cha maana ambacho wewe unaweza ukajivunia kwa sasa hivi, zaidi ya kwamba unatakiwa uongeze juhudi za kumaini na juhudi za kuenda kujenga moyo wako, uendelee kuwa na imani kubwa sana na huu mradi pasipo kupoteza hata hatua moja, kwa sababu ukilose control basi kitakachotokea mbele unaweza ukajikuta unajuta mwenyewe kwamba kwa nini labda ulizembea. Kwa hiyo kitu ambacho sisi watu wengine hatupendi sana, baadhi ya watu mje mjute kwa staili kama hiyo hapo. Maana wakati una uwezo tu wa kupangilia mambo yako vizuri na ukaendelea na maisha, lakini mradi wako ukaendelea kuuweka kwenye namba moja kama kawaida bila shida yoyote. Sasa kupitia huduma yangu mimi nilivyojitolea kufanya jambo kama hili, wengi wana mtazamo wa tofauti sana. Sijui wameninukuu vipi yani. Yani ni kana kwamba wanaona kwamba labda mimi nina hela sana, au wanaona kuwa mimi ni mjinga sana. Yani kuna mtu tu anahisi kwamba never give up bana, sijui namna gani. Watu wengine wana hela wanachezea tu pai, kweli ndio hivi. Yani huwezi jua, yani kuna baadhi ya watu kama hao. Ndio maana wengine wanakuja inbox kwa majaribu tu, kwa sababu hawezi kujua kwa nini sisi watu wengine labda tumekubali tuonekane namna hiyo. Yani mimi hapa nimekubali wewe unione kama nina hela ambazo natupa sina kazi nazo. Pia nimekubali kwa wewe mwenye uelewa ukaona kuwa nafanya juhudi. Pia nimekubali kwa wewe mwingine ukaniona nina hela sana. Nimekubali pia kwa wewe mwingine ambaye utakuwa na mtazamo wa kwamba sasa anafanya kitu gani, baada ya kununua labda pai akanunua kidogo kidogo alafu anasema GCV hivyo. Nimekubali pia kuona, unajua watu tunavyofanya kitu tunakuwa yani tunaelewa mazingira yanayotuzunguka, kwa tunafanya tumejizatiti. Yani hakuna kitu ambacho labda mtu akakwambia hii tunafanya na bahatisha ujui. Mimi sijawahi. Asilimia kubwa mimi nikiamua kulifanya jambo langu nalifanya nikiwa nalielewa kabisa A to Z. Kwa hiyo hakuna kitu kipi ambacho kinaweza kikanifanya labda kikaweza labda kunikosesha amani sana, kwa sababu nafahamu kuna mtu mwingine tu akili yake inamtuma kwamba katika mradi kama wa pai ambao unachukua miaka mingi, alafu mtu akasema eti sijui anatumia hela yake ni kujiumiza tu. Watu wengine wanapoteza tu hela. Labda huu ni mradi ambao utachukua miaka mingi, mtu utakuta unafilisika, unatumia hela yako, hauwezi kupata hata kitu chochote. Mtu mwingine anaweza tu akafikiria kwamba
watu bana wana maono. Huwezi jua kwa nini anafanya hivyo. Kwa hiyo yaani mitazamo mingi sana tunaifahamu jinsi ambavyo saikolojia za watu zilivyo. Unajua ukiishi na watu utajifunza mengi sana. Yaani unaweza ukajua mtu jinsi anavyokusema kama vile upo moyoni mwake, lakini hata haupo, lakini ni exactly yani uko mle mle yani. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Sasa mimi ndugu zanguni, nataka niwaambie kwamba sifanyi hii huduma kwamba labda niko vizuri sana kimaisha. Kuna muda natumiaga mfano wa kugonga kokoto, lakini ni mfano tu, lakini kwa jinsi ninavyotumia mfano huo, natumia mfano huo kwa sababu namaanisha kuwa napata hela kiugumu sana. Yaani kiadimu sana. Kwa hiyo ndio maana nasema hela ya kugongelea kokoto, lakini namaanisha napata hela kiugumu vile vile. Yaani sana tu. Lakini ya Mungu mengi. Watu tunaishi tunajua ya Mungu mengi sana. Yaani sisi watu jinsi tunavyoishi hapa duniani, sisi wengine tunajua kuwa mtu akikuambia umefeli, yaani yeye ndo anakuambia hivyo. Sisi moyoni huwa tunasemaga kumbe mimi nimefaulu. Yaani tunaendaga kinyume. Yaani mtu vile anavyokufikiria wewe, bado yani tunakuwa tunamtupilia mbali, kwa sababu mwisho wa siku hawezi kubadilisha kitu chochote kilicho chako kwenye maisha yako kwa kauli yake ama kwa mawazo yake. Ni Mungu tu ndio anaweza kufanya kitu kwenye maisha ya mtu akabadilisha kitu chochote. Kwa hiyo maneno ya mwanadamu hayana hatima yoyote. Hata huu mradi wa pai kuna watu wasomi sana, yaani wenye akili kabisa, yaani waelewa kabisa, wanasema mradi wa pai unafeli. Lakini kusema hivyo, kama wewe ni mtu ambaye ni pioneer, huwezi ukakiri kabisa kusema hawa watu kwa sababu ni wasomi sana, ni waelewa, wamesema pai inaenda kufeli basi na feli. Utakuwa ni mjinga sana, kwa sababu siku zote maneno ya mtu sio hatima ya kitu. Labda awe ni muhusika, lakini kama sio muhusika, yale ni manjonjo tu. Mbona unajua, yaani yale ni manjonjo tu. Ni kama chakula kinategemeana sana na chumvi, kwamba ukila chakula utashiba, lakini sio kuwa kisipoungwa chumvi basi hauwezi ukashiba. Utakula utaishi tu, ni ladha tu inakuwa labda imekosekana, lakini chakula ndo kinajenga mtu, mwili unakuwa na afya. Kwa hiyo uzima utaendelea kuwepo kama kawaida. Kwa maneno ya watu haijalishi ni maneno ya kisomi au ni ya kubangaiza, lakini ukiwa unafanya jambo lako umefocus. Mimi siku zote naupendaga sana mfano wa wachambuzi. Nawapenda sana mimi wachambuzi wale wa mipira wale. Yaani mimi mechi kabla haijaanza dakika 30 wanavyochambua wananifurahishaga sana. Yaani huwa nacheka sana. Sijui kwa nini wale watu. Yaani mimi nawafanya kiburudisho sana, kwa sababu watakaoyasema yote, yaani yote, yaani mipango inayoenda kutokea baada ya dakika 90 ni vitu viwili tofauti. Hawajawahi kupatiaga wale watu. Ila ukiwasikiliza unasema timu yangu inaenda kufungwa. Au ukiwasikiliza unasema timu yangu inaenda kushinda. Kumbe unaenda kufungwa. Wakichambua hapa, wanaichambua timu yangu, unasema naenda kushinda, kumbe ndo naenda kudraw. Umeona bana? Kwa hiyo wachambuzi ni watu ambao wanabahatisha yani. Hivi hujawahi kuonaga wachambuzi kwenye maisha yako pioneer? Mtu ambaye anakuambia kitu fulani kitakutokea, yani anakusema, lakini unakuta aidha ni mahusiano, yani anakusemea vibaya. Hata hawa ndugu yani anakusemea vibaya, labda kwamba wewe ufiki popote, mara hautazaa au hautaolewa au hautafanikiwa, au hata tangia utotoni washawahi kukutamkia baadhi ya vitu kuwa wewe kwenye maisha yako hauwezi kuvifanya kwa sababu 1, 2, 3, lakini vyote vimeenda against. Ni tofauti kabisa.
wewe utakuja kuwa mchoyo sana. Washawahi kukutukana hivyo, lakini wewe ndo mtu pisi sana kuliko hata wale ambao walikuwa wanajifanyaga ndo sio wachoyo. Ulivyokuwa umebadilika kabisa. Kwa hiyo maneno ya watu sio hitimisho la kila kitu, ni maneno tu. Sasa ndugu zanguni, kwa kuyafahamu hayo, basi mimi nimejitoa kufanya hii huduma ya Pi to M-Pesa. Hii huduma itaendelea kuwepo sana tu kwa kadri ambavyo kifua changu kitaendelea kuhema. Yaani sio kuwa nabahatisha, kwa sababu nimeamua, alafu na mimi nina maono yani, na mimi nina ndoto zangu. Na mimi unajua wanakuambia hiari yashinda utumwa. Yaani kitu ambacho wewe utakifanya kwa upendo, yaani hakuna mtu ambaye anaweza akakuharibia, nakwambia. Utakifanya tu kwa sababu nakipenda. Kwa hiyo hata hii Pi yenyewe ni mashahidi, tuna maini, lakini mmeshaona ni wangapi wametusema kuwa hii tunapoteza muda. Lakini je, kuna siku tumewahi kufikiria kuacha kumaini Pi? Je, tumewahi kuwasikiliza watu hao? Mtagundua kuwa mpaka sasa hivi tunaendelea kuimaini Pi bila shida yoyote. Ni kwa sababu tumeamua kwa hiari yetu wenyewe. Kwa kitu ambacho mtu unakifanya kwa hiari, kiukweli si rahisi sana mtu akakuangusha, labda uwe ni mdhaifu sana, alafu unakuwa huna malengo. Kwa ndugu zangu, ni mimi Pioneers niwaambie tu kwamba kwenye huu mradi hapana, mnapoona watu wanajitolea kwa mfano labda kutoa elimu kwenye mradi, kuna baadhi ya Pioneers sijajua ni mangapi ambao labda mfano kama Mr. MM anavyopata muda wa kuifundisha jamii, kuiletea material jamii. Huwezi jua naye maadui zake huwa wanajisikiaje. Kuna watu wanapendaga kutumia kauli za kusema labda anajifanya anajua, kuna watu watasema sijui ana kitu, kuna watu watasema tu labda sijui nini, kuna watu watasema Pi yenyewe haifiki popote. Yaani kila mtu na lake, unajua. Kuna watu wawili wakiungana, yani wawili watatu huko wanaojuana, wanaweza wakaanza kuweka kama genge la kuwajadili watu, umeona? Mfano mzuri mimi nimeuona hapa kupitia huduma yangu. Mimi kuna mteja nimemhudumia kwenye huduma yangu. Ona. Hajajua kuwa hii huduma aliijulia wapi. Hakufuatwa inbox, aliona kwenye group. Baada ya kuona kuna kitu hakijaenda sawa, anaenda kufuata watu huko kwa maneno mengi sana. Umeona, malalamiko kama yote. Lakini ni hapa. Kwa ni dalili za wazi kabisa kuwa kuna baadhi ya watu kwenye huu mradi, si kuwa wote wataona kuwa wewe unachokifanya labda kipoje. Yaani lazima tu watakusema kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kitu ambacho tukiwa kama jamii ya jamii moja kama Pioneers, tunatakiwa tuwe tunapendana, tunatakiwa tuwe tunaambiana ukweli. Penye usahihi tupongezane, penye ubaya tuambiane ukweli tu kwamba hapa hichi kitu sio kizuri kabisa. Na sijajua kwa nini, lakini mnaweza kuona Mr. MM ni mtu ambaye yuko very sharp sana katika kulinda community, katika kuleta vitu vyenye tija. Yaani anasimamia sana maslahi ya umma. Lakini mimi hapa niwaambie, mimi nilivyokuwa naleta tangazo langu la Pi to M-Pesa, hakuna siku ambao mimi labda nilimwendea Mr. MM kumuomba ruhusa kibali kwamba ni posti. Niliposti tu, yani sikuomba, lakini mmeweza kuona jinsi nilivyoposti mimi. Hakuna siku ambapo Mr. MM aliwahi kuona kama kuna hatari yoyote. Ni kwamba tayari jinsi gani ambavyo huu mradi tunaenda kwa kushirikiana. Alafu huu mradi kuna baadhi ya watu ambao wanatutakia mema. Ina maana ule uwazi unatusaidiaga sana.
Kwenye hili grupu kuna baadhi ya watu wamewahi kuposti vitu ambavyo ni vya kitapeli. Nyewe mmekuwa mashahidi. Unakuta najitokeza mtu, tunaibiwa huku. Mara moja watu wanachukua hatua. Kwa hiyo naamini kwa namna moja au nyingine Mr. ameona ni sahihi tu, ameona ni jambo la heri, ameona ni jambo jema tu, na ndio maana hata mimi mwenyewe napenda kuwa changamoto yote inayojitokeza basi mtu ailete hapa. Lakini mambo yale ya kuzungukana yani, iwe ni Mr. mwenyewe Pioneer atoke aanze kumsema huko au kwenda kumuulizia mtu mwingine kwa siri, huo tunasemaga unafiki, afu ni usengenyaji yani. Yani uwezo ukawa kitu kinachonihusu mimi unaenda kuenda kujadiliana na watu huko ili yani kumsema mtu. Yani mimi nianze kumjadili Mr. tukiwa watu wawili watatu tunamsema kwa ubaya. Si jambo zuri, halipendezi. Ni bora kama kuna mawazo ambayo sijayaafiki uyalete yawe kama mada, basi mjibizane kuliko kumjadili mtu. Mimi kwenye hii huduma kuna baadhi ya watu ambao na wao wanajadili kimpango wao huko, kitu ambacho faida wanayoipata wao wanaijua wao wenyewe. Lakini kila mtu ana nywele zake. Kwenye huu mradi kila mtu ana nywele zake. Lakini ukiwa kama Pioneer, mimi najaribu kukukumbusha wewe ni lazima uangalie mazingira yanayokubeba wewe zaidi kuliko mazingira ya watu wenye ushawishi ambao ni wakukupoteza tu. Kuna watu ambao tunaweza tukasema ni wapiga kelele. Yani anakupigishia kelele ili usiendelee kumsikiliza mwalimu, ukose umakini, uje ufeli siku ya mwisho kwenye mtihani. Kwa mfano jambo hili la miamala, mimi mpaka sasa hivi nimeshagundua kuna wallet za watu zilikuwa hazifanyi kitu chochote. Anakuja kugundua yani hajawahi kufanyaga hata miamala. Hajui hata nini na nini kinaendelea kwenye wallet yake. Je, ingekuwa open minded inatokea. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo tunayafanya yanakuwa ni yenye tija kwa kiwango fulani. Sio tu yanakuwa ni bure. Kwa hiyo kwa nyie ambao mnatupiga vita, aidha walimu wanaofundisha au mapayonea ambao wanatoa mchango wao, yani kujifanya mtu unapenda kutumia kauli zile tata zile ambazo hazina msingi zile. Kwa mfano mtu akasema fulani anajifanya anajua, fulani anapoteza muda, fulani kalikwenda kairudi. Yani ni mikauli fulani hivi ambao haina hata maana yake, kwa sababu hata wewe unayesema wewe mwenyewe unaweza kujipima. Ukisema hivi unapata nini? Wallet ni yako. Hata wao unaowasema wana wallet zao. Hivi unaweza kubadilisha nini katika maisha yao? Hata umseme Mr. kuwa sijui anajifanya labda anajua, labda anajifanya hivi na hivi, unajifanya hivi na hivi. Mimi kuna kauli moja hivi, japo huyu mteja huyu nimemstai tu. Huyu Mr. Elia Jason Zumaridi. Nimemstai tu kwa sababu mimi ni muelewa sana. Napenda kuwa muelewa siku zote, yani napambania sana siku moja Mungu anisaidie niwe muelewa. Kwa kuna muda yani nafanyaga mambo kwa kujielewa tu. Lakini bado hata yeye huyu ni mnafiki sana huyu. Kwa sababu amemfuata mtu inbox, ameenda kutumia neno la kwamba nimesikia ulikuwa unamsifia Never Give Up. Umeona? Yani ukionaga mtu ana mentality kama hii, roho yake inamuuma sana kuona labda Mr. anapongezwa, labda Never Give Up anasemwa kwa uzuri, roho yake inamuuma sana. Sasa mtu kama huyu, kama kwenye hili tu, je, kwa mambo mengine huwa anasemaje? Kwa hiyo usikute hata kwenye mambo ambayo yanamhusu Mr. Mzirai au yanamhusu sijui labda Mr. Jesus Christ, ya labda mtu mwingine, ukakuta tu watu kama aina hii anaenda kukaa huko pembeni huko vibarazani, wanaanza kusema, yani wanamsifia sana Mr.
Huu ni mfano mzuri sana wa aina ya mapayonea ambao mi najiuliza sana, ina maana shida yake ilikuwa ni nini? Yani wakati mtu unaweza ukaja public fulani labda ukamtagi kabisa, nimetuma mimi miamala huko, sijaona muamala wangu huku, unasikilizia. Lakini mtu anaenda kutumia kitu ambacho ni tofauti na madai yake. Nimesikia ulikuwa unamsifia Mr. Never Give Up. Ina maana kwamba kumbe wewe roho yako inakuuma sana watu wanaposifiwa au kusemwa kwa mazuri basi. Kwa hiyo aina za mawazo kama haya sio mazuri sana kwenye mradi, ni mawazo ambao ni ya kugonganisha sana watu, kugonganisha vichwa vya watu, kusema watu wanakaa tu kutengeneza tumichango fulani twao kwenda kutuleta kwenye jamii, aidha kuongezea watu maarifa au kwenda kumtia mtu moyo. Kama mimi la kwangu ni jambo la kumtia mtu moyo kwenye safari ya pai, haijawa open minded. Hata wewe mwenyewe kama pioneer ambaye unaweza kuwa kama vile unanidai yani unakuwa kama unanidai hela yani jambo la kujitolea. Kuna watu wengine yani hata wao wanajua pai wanazo, hawafanyii kitu chochote, sijui wanahisi mimi labda mimi sijui ndo nazifanyia nini. Bora hata za kwenye OKX ukizinunua labda utasema labda zinauzwaga 700 800 sijui huko, labda ukizinunua hata nyingi ukaziuza hata ukapata hizo 700 700. Lakini Never Give Up wa watu sijawahi kuchukua pai nzima, vinukta tu ambavyo hata nitumie miezi mingapi hata miaka mingapi kwa kulipa hela vyangu hivi vya kokoto ambavyo nimeamua kujitolea, sitakaa nipate. Sasa kweli, sasa we niambie, mimi napambana na 700 kwa kutumia hela zangu nyingi kwa sababu kwa bei ya GCV pai moja ni sawa na kusema wewe unapambana na 700 kwa kulipia kwa kumtumia mtu 3000, unamtumia mtu 15,000, unamtumia mtu 50,000. Yani unatuma hizo hela yani kila muamala unaorudi kwa ile hela yani ni muamala ambao unasoma 0.0 ngapi, ambapo kizichanganya hizo pai bado hazijatimiza ile pai moja ambayo inauzwa 700 kwenye OKX sasa hivi. Sasa sijui watu mnaelewaga nini hapo, kwa sababu ukichukua 0.00 pai ukatuma shilingi 3,000, ukachukua 0. ngapi pai ukamtumia mtu sio 20,000, sio ukamtumia 1,000, sio ukamtumia shilingi ngapi, yani hivyo vipai hata uvikusanye bado havifikii pai moja, ambayo hiyo pai kwa reti ya sokoni sasa hivi haisomi hata shilingi 1,500, inasoma sio 700 sio ngapi, iko na visenti tu kule. Sasa sijui sasa nyie mnawaza mbali, sio mnawaza nini? Kwa sababu ingekuwa pai nzima ukizinunua nyingi yani wewe hauchezi na GCV, hauunguzi hela, yani unaamua tu uzinunue pai labda ukitoa 30,000 labda pai labda ngapi. Sasa hizi pai angalau zinakuwa nyingi, labda umezikusanya labda pai 200, pai 200 kwa 700 au kazi nani unapata hata hela. Sasa Never Give Up toka nimeanza kujitolea hata pai moja maskini sijawahi kuimaliza. Kweli mapayonea akili zetu sisi wengine basi tu, sijui watu wanakuaga wanaelewa nini. Mimi nafanya ni hamasa tu. Kwa hiyo unajua kuna wakati mwingine hii safari iendelee lazima wengine waumie. Ndio maana nisema kwenye huu mradi kuna watu wanaumia. Yani hivyo tu, yani wewe uipate shilingi 3,000 ununue bando, alafu mimi na maini bure ninazo kwangu, lakini wewe upate 3,000, wewe unafurahi, mimi naumia. Kwa hiyo hivyo kufurahi kwako ni kwamba utaendelea kuamini mradi, utajua ni hela, utafurahi kwa sababu hata siku moja ushawahi kupata hata 2,000. Je, mimi nani atanifariji? Utanifariji kwa kunisema kwamba labda sijui nafanya yani tena kwa kunisema tena kwa mabaya tu. Kwa mapioneers, huu mradi ni wa kwetu, tunatakiwa tushirikiane sana tu, sana tena kwa upendo, na
nihitimishe kwa kusema kwamba ndugu zanguni, mimi kujitolea kuwa kama pai wakala, sio kuwa nina kipato. Na sawa kivyovyote utakavyonisema kuwa labda nafahamu project ya pai ni ya muda mrefu. Nalifahamu, kwa hiyo sio kuwa mimi sifahamu. Kwa hiyo hata kama nikiamua kutumia hela yangu, manake nafahamu sasa. Kwa hiyo sio kuwa wewe unanikumbusha hata kwa kunisema labda kusema kwamba sijui watu wengine wanafanyaje. OKX ninazo, kwa hiyo pia sijasahau kuwa kwa $10 napata pai nyingi kule. Sijasahau mpendwa, nafahamu. Naweza kununua mwenyewe, nanunua pai tu kule na deposit, kwa sababu sio kudeposit tu, yani hata kutumia exchanges zenyewe nazitumia. Kwa hiyo nina uwezo wa kufanya kila kitu ambacho wewe unakijua. Kwa hiyo sasa tunafanya hivi kwa faida tu ya baadhi ya watu ambao wana mitazamo tofauti na ambavyo nyinyi watu wengine mkiona watu wanafanya juhudi yoyote ile kwenye mradi, basi muwanyoshe vidole kwa kuwateta huko, au sijui Mr. MM anajifanya anajua, au sijui alisema hivi, afu mnazushiaga tu. Unajua kuna watu kama nyie mnasikilizaga voice za watu lakini hamna uelewa kichwani. Yaani unasikiliza lakini kujipa muda wa kutulia, kufuatilia kwa makini amemaanisha nini hauna. Unakurupuka tu kusema alisema itakuwa open minded, au alisema sio itakuwa hivi, alisema kitu fulani, alisema hivi na hivi. Unatakiwa utulize akili ili uweze kuelewa kwa utulivu zaidi, na umuombe Mungu akupe maarifa ili uweze kuelewa, kwa sababu kusikiliza jambo la kwanza, kuelewa jambo la pili. Kwa hili jambo la pili kwenye kuelewa ndo penye kipengele sana, ambapo tunamuomba Mungu sana tusaidie. Kwa hiyo tusiwe tunanukuliana vibaya kwenye haya magrupu. Kama hivi mimi nimejitolea kufanya huduma kama hivi, usifanye kama unanidai bana. Mimi sina deni na wewe, nimejitolea. Na hii huduma niwaambie tu, yaani mimi sio kama wakala wa M-Pesa ambaye muda wote na keshi pale anazifanyia kazi ya kuzungushia miamala, sijui lipa. Kwa sababu lipa, unavyofanya lipa namba pale watu kuna hela wanawakata, wanabaki nazo. Ni keshi kabisa nayoenda kufanyia matumizi nyumbani kwake. Lakini je, pai zako ukinipa mimi, nikikupa hela zangu, kuna kitu naenda kufanyia kweli? 0.00 ngapi nitafanyia nini ambacho wewe ukijui kufanya? Si ungefanya hata wewe mwenyewe kwenye pai yako, kama kuna kitu chochote cha faida sana. Ina maana hamna kitu chochote, ila tunafanya tu kukubali kuumia sisi watu wengine ili kuokoa hata watu 2 watatu imani zao juu ya pai. Umeona, tunasaidiana tu. Kwa ndugu zanguni, tuache mitazamo ya kiyenga. Fanya watu wajinga sio kitu kizuri sana. Kweni waelewa watu wanapojitolea kutoa elimu bure, kufundisha, kuelimisha, kuleta hamasa, kuleta update. Hivi nyi MB za siku hizi mnazifahamu yani. MB za je wanatoa tu VMB sijui 249 ambavyo hata huwezi kudownload application kubwa kubwa. Lakini mmemwona Mr. William anachokifanya. Lakini kuna watu wengine hadi kufungua tu hawezi. Mtu katuma hawezi yeye kufungua clip ya William. Amepambana huko kuleta elimu, karekodi clip ya video uone kwa vitendo. Unapotezea tu. Voice iko hapo ina MB 4-3. Unashindwa kusikiliza kwa umakini. Kwa hiyo jinsi gani ambavyo watu kama nyie mtakosa kuelewa vitu vingi, mwisho wa siku mnavamia gari kwa mbele, mambo yakitokea hamuelewi, harakati kama hizi mnazinukuu tofauti. Mngekuwa mnasikiliza kila hatua, mngejua kwenye huu mradi zinatakiwa sana harakati ndogo ndogo kama hizi. Mtu ajitokeze bana, mimi dereva bajaji hivi na hivi na 1 2 3. Mtu anaenda kuibua mijadala, serikali inafanya hivi na hivi, sijui na nini. Mtu kujitolea tu hata huduma ndogo ndogo tu.
Mimi nitegemea kuwa tutakuwa wengi, lakini watu ndio wameona kama yani, afu kuna watu wenye uwezo kuliko mimi, yani watu ambao yani nina shida mimi lakini sijawafikia wao, yani wao hawajanifikia mimi shida, lakini wapo tu wanaendelea na maisha yao. Niwaambieni, kuna baadhi, mimi sio mzuri wa kukariri maandiko, lakini wanasema yule atakayelinda ndiye atakayepoteza. Sio maandiko gani huko, sio kwenye wanini wa Efeso, sio ni kwa Yorodani huko, sio wa Yorodani ngapi? Muona wapendwa, kwa hiyo kwenye maandiko huko nini, kwenye vitabu vya Mungu huko wanasema atakayelinda ndiye atakayepoteza, na anayepoteza ndiye anayeokoa. Sijajua namna ya kuipangilia vizuri, lakini hivyo hivyo. Kwa maana hiyo ni kwamba sisi ambao saa hizi mnaona kama sijui project ya muda mrefu, mtu sio anatumia hela yake sio na nini, huwezi jua kumbe mimi yani ndio naokoa zaidi kuliko ambavyo wewe unahisi unalinda. Ni wangapi ambao waliwekaga hela tu kwa kutunza kwenye vibubu wamefanikiwa? Hawajawahi. Ila wanaoingiaga hasara kila siku kwenye biashara wanazidi kujenga ujasiri na uzoefu, wanafanikiwa maisha. Wewe fuatilia, tunakupa hili zoezi. Nenda mtaani kwako kafuatilia watu wote waoga kutumia, yani wale ambao wanajifanyaga mabaili sana kutumia hela wale. Yani ambao wanaogopa sana hasara. Wengi ni maskini sana. Ila watu ambao fuatilia sana, watu ambao wanajifanya wanatumia sana hela, yani watu ambao kutumia hela sio nani, mara nyingi pia huwa wanapata sana hela. Utakuja kukiri maneno yangu, utakuja kunijibu siku moja. Utakuja kuniunga mkono kwenye hili nalokuambia. Siku zote njia ya kufanikiwa pia ni kupoteza sana. Ukijifanya eti una uwezo wa kulinda sana, kuna vitu fulani very sensitive unavikosa sana kwenye mindset ya mafanikio. Yani unakosa, kuna mbinu fulani shirikishi, yani kuna kiroho kinafsi fulani cha ubilionea wewe unajitenga nacho. Lakini ukijitahidi kuwa na roho fulani hivi ya kupambana, ya kuriski, wewe ni noma sana, utafika mbali na kuona mbali sana. Ni kuomba tu uzima tu hapo, ila vinginevyo wewe next level kabisa. Kwa asilimia kubwa watu ambao wanajihisi wajanja sana, wanajua sana, wamesomea uchumi, yani mtu anaanza kukupigia hesabu za uchumi, wapi? Waliofanikiwa ni watu ambao hawajapiga hesabu za uchumi, yani yeye anachoangalia ni kile anachokipata, akipigia hesabu hicho hicho, kesho ataangaliaga mambo yanavyoenda. Au ndio wanafanikiwa, ambao hawafuati hata ramani, yani wanaenda ili mradi nafsi yake na nguvu vimemtuma kufanya hivyo anafanya. Sio wale waliosomea biashara. Wewe ushawahi kuona waliofanikiwa maisha ni wale wangapi wamesomea masuala ya biashara alafu hawana maisha? Si wakayafanya yakawa maisha. Sasa mtu kabisa na elimu yake ameshasomea masuala ya uchumi, lakini hana maisha, ila ameshasomea mambo ya uchumi. Lakini watu ambao hawajasomea wanafanya, kwa sababu yule azingatie sijui unapima sijui nini ya nini, aenda tu, vitu vinaenda vinakubali. Kwa ndugu zangu pioneers, narudia tena, mimi hapa ni pai wakala wako, huduma ipo, itaendelea. Lakini jinsi ninavyotoa mimi huduma, natoa nikiwa na hela. Kama siku hiyo nimefulia, no madili, no miamala. Without madili, no miamala, no pain, no gain. Udadeki, yani hamna kitu hapo. Kwa hiyo ndugu zanguni, mimi nafanya kwa kujitolea kwa sehemu yangu, na natamani na nyinyi wengine mkiona namna gani tuibebe jamii. Sio never give up peke yake. Ili jambo anaweza kufanya kila mtu. Kwani wewe unajisikiaje shilingi 10,000 yako ambayo inazagazagaa tu, pengine ungelewea hata pombe zikugonge na bodaboda. Wekeza hata kwenye crypto. Wakikutumia crypto ni asset hiyo, huwezi jua, you never know tomorrow nini huko mambo yanaenda kuwa bie. Haujapoteza mzee baba, weka akiba, sawa. Kwa hiyo kila kitu kina maana, hata hasara ina maana.
Hasara ina maana, ongeza na za kwako, utanielewa. Kwa ndugu zanguni, tupendane sana, alafu jamani, sisi tupendane sana, alafu tulindane sana. Haya mambo ya kuzungumziana watu huko nini na nini sio mazuri. Njoo tu we mwenyewe live, contact zipo, nifuate direct huku, nipe mavionjo, nipe ushauri hayo. Bana fanya hivi, boresha. So unaenda kusema huko unanisengenya tu kama kuna kitu hakijaenda poa. Kwani kwa timu wanichagua mimi kuwa nifanye hii kazi jamani, si nimejitolea tu. Na mimi mwenyewe nikituma 100 inaniuma. Alafu kuna watu hawatumii mtandao kama kwangu, natuma mitandao yote na nakata inanikata. Alafu mtu anakadiria mle pai. Kwa timu wanamkata 0.01 sio kubwa, ila mimi 0.00 ngapi ni kubwa. Watu na viatu bwana, ndo hao ambao walikuwa nawasemaga nyota ndogo. Kwa ndugu zanguni, napenda sana Pioneers, tuwe na muda mwema, tuendelee kumain pai. Mihela inakuja, mihela ya pai inakuja, pai to the moon. Tumuombe mzee baba huko Trump, mkipalangoto yule kipara. Lakini Trump ana kipara mwamba kweli, nikajua na kipara. Kwa hiyo jamani, tujitahidi sana kupambana, kumaini, kulindana, kuuliza maswali. Kuna mijitu na kaaga kimya yulizagi humo watu ili waje wawape majibu huko. Kuna wataalamu huko, watu wanajuaga mambo ya blockchain huko. Umekaa tu, madarasa yameanzishwa huko, watu wanabunga tu, hawaendi hata kujiunga. Utakuja mjute na kujutiana. Wanajifanya eti hela nani toa. Kugaramia ndo faida. Garamia. Nyie mmesahau vipengele mlivyokuwa mnajiunga. Mimi nafanya najiamini. Mimi kila kitu ninachokifanya najiamini. Najiamini. Kwani wewe wakati unajiunga Pi Network ulivyokuwa una submit pale kwenye kipengele namba ngapi kile? Ukuonaga sehemu ambapo walikwambia simu zako zitafuatiliwa nini na nini? Kwa hata juhudi zangu mimi nazozifanya zinaonekana, japo utanibishia. Yaani kila mtu anachokifanya kwenye Pi anajulikana. Kwa msije mkashangaa Open Network certificate yetu kaja kuwa ya miaka ijayo sisi katangulia. Hapana, hapo nimekutania tu, hamnaga kitu kama hicho. Ila juhudi ni muhimu sana, ndio maana unaweza kukuta akaunti za wawajibikaji hazijawahi kuwa na mang'era, yani hazijawahi kuwa na mawenge. Hazijawahi kuleta mushkeli ajabu ajabu, kwa sababu kwa timu wanazijali sana, yani wameziweka kwenye VIP kule. Wanajua tu kila siku wanaona wanafuatilia magrupu yako, na wenyewe utabisha ulikuwepo. Kwa timu wanafuatilia chati zako unazomjibu Mr. MM. Unayembishia kijinga kwa timu wanaona. Wanasikilizaga voice za Mr. MM na hata za kwako unayejibu kiboya. Kwani maana ya kufuatilia taarifa zako maana yake nini? Ni kufuatilia. Kwa hiyo jichanganye wewe, ufikirie kwa sababu eti unaongea mkiswahili eti hawaelewi. Kwa timu wanasikiliza, wanaelewa vizuri, wanatranslate kama ambavyo watu wanatranslate audio za Kiingereza tunazisikia kwa Kiswahili. Si mnawasikiaga wale wachambuzi? Kuona wako timu wanachambua sana voice za kwenye magrupu ya Pi yote. Wanachambua. Na simu za Pioneers yote. Miroboti inatufuatiaga. Roboti linachukua, yani wewe robot likisikiliza voice au chat ambapo pana maneno yale muhimu, keywords. Alafu nyie mambo ya kupeleleza mjawahi kufuatiliaga nini? Yaani unaambiwa hivi kwenye simu, wewe kama unatafuta yale maneno muhimu yale. Kwa mfano ukatumia neno bomu au ukasema Ikulu, benki. Yaani hayo maneno muhimu, yani ya muhimu hayo.
kuna namna vyombo vya usalama vinaanza kuyaweka karibu sana maneno yako kwa kulisikia tu neno ambalo ni muhimu. Nini kimeendelea, imetajwa pai hapo. Kwa hiyo timu wanasikiliza, umesema pai to the moon, wanasema okay, yes. Wanakupa na mibonus, wanakuweka kwenye open minded, hao wengine wanawaacha. Hapana, nimekutania tu, lakini jamani, tuache kusengenyana sana. Tuachane kusengenyana. Kama kuna kitu mwagika inbox, ukiona umetapeliwa mwagika inbox. Uzuri wake mimi sipendagi kubishana vitu vya ambavyo kama vimetokea ambavyo ni vya ukweli. Umesikia? Kwa hiyo mimi akija kutokea mtu akasema nimechukua pai nzima, tawaonyesha wallet yangu yote, tena record video kabisa. A to Z, siku ya kwanza kabisa, for the first time migration inapatikana, nitarekodi yote, uniambie muamala wako uko wapi kama sijakushika ugoni. Umeona? Kwa hiyo jamani, hapana, tusifanyiane ombea wa ajabu. Acheni sana kumsema Mr. MM kwa mabaya. Hajawahi kutukana mtu, sijui kama wanatukananaga wenyewe huko, ila mimi kwenye group sijawahi kumsikia Mr. MM anatukana mtu, sijawahi kumsikia Mr. Never Give Up anatukana mtu. Msimtukane, mwenyewe sijawahi kumtukana Never Give Up. Kwa hiyo jamani, sio mambo mazuri hayo, tuendelee kumaini.